Hello, habari. Jina langu naitwa Joseph Mayuni, mwanahistoria wako nguli katika masuala mbalimbali yenye kuhusu Afrika na dunia kwa ujumla. Na leo nataka nikuletee mada nzuri yenye kuhusu Waafrika waliofika katika kisiwa cha Jamaica. Yaani nitazungumzia kwa namna gani Waafrika waliweza kufika katika kisiwa cha Jamaica kilicho nje ya bara la Afrika, kilichopatikana katika bara la Amerika. Ni historia adimu sana kuweza kuipata katika ukurasa wako huu wa historia ya Afrika, namna Afrika walivyoweza kuingia katika kisiwa cha Jamaica. Inapaswa kusimulia ya kwamba kabla mwaka 1490 hakukuwa na Mwafrika yeyote alikuwa akiishi katika kisiwa kile cha Jamaica, ambao leo hii ni nchi ya Jamaica. Historia inasimulia ya kwamba mnamo mwaka 1494 mwanaharakati kutoka nchi ya Spain anafika Amerika Kusini. Huyu si mwingine tunamuita Christopher Columbus. Aliweza kufika katika visiwa vya Caribbean na kufika maeneo ya Jamaica, ambako huko aliwakuta wakazi wa Red Indians wakiwa wanaishi huko. Na mara baada yeye kufika hapo, aliweza kuita kisiwa hicho Santiago. Napata kusimulia ya kwamba kabla ya mwaka 1490 hakukuwa na Waafrika wote walikuwa wakiishi katika bara la Amerika, au hakukuwa na Waafrika wote ambao walikuwa wameshafika katika nchi ya Jamaica. Lakini mnamo mwaka 1490 katika kisiwa cha Jamaica anafika Christopher Columbus akitokea katika bara la Ulaya, na kukuta kabisa kwamba katika ardhi ya Jamaica kuna ardhi yenye rutuba, na hivyo kuna uwezekano wa kufanya kilimo mbalimbali cha miwa pamoja na ndizi. Lakini haikuishia hapo. Mnamo mwaka 1665 tunaona kisiwa cha Jamaica kinavamiwa na watu kutoka Uingereza, na hii inatokana na sera ya Uingereza ya wakati huo ya karne ya 17 ya expansionism policy, au sera ya upanuzi iliyofanya wao kuweza kufika katika kisiwa hicho cha Jamaica. Na wakati Waingereza wanafika hapo, bado Waafrika walikuwa bado hawajaanza kufika. Na hii ni kwa sababu bado japokuwa wakati huo biashara ya utumwa ilikuwa tayari ishaanza ya kuvuka bahari ya Atlantic, lakini bado Waafrika hawakuweza kufikishwa Jamaica kama wafanyakazi au kama vibarua katika mashamba ya miwa pamoja na ndizi. Lakini mara baada ya kufika kwa Uingereza mwaka 1660, Jamaica tunaona sasa Afrika wanaanza kuingia katika nchi ya Jamaica au katika kisiwa cha Jamaica. Na asilimia kubwa wa Afrika wengi ambao walifika katika kisiwa cha Jamaica walikuwa wanatoka katika bara la Afrika, hasa upande wa magharibi, nchi kama Togo, Ghana, Nigeria na nchi zingine zote ambazo zinapatikana katika upande wa Afrika Magharibi. Kwa hiyo tunaweza kuona sasa Waingereza wanaanza kuwachukua Afrika na kuweza kuwatumikisha katika mashamba ya miwa pamoja na mashamba ya ndizi. Haikuishia hapo. Pamoja na kwamba Waafrika pekee ndio walichukuliwa katika bara la Afrika, lakini bado kulikuwa kuna Wahindi na Wachina ambao waliweza kuchukuliwa kama wafanyabiashara au watu wa daraja la kati ambao waliweza kuishi katika nchi ya Jamaica au katika kisiwa cha Jamaica. Sasa kufika kwa Afrika katika kisiwa cha Jamaica kulikuwa kwa staili mbili. Kuna wale ambao walifika kama wazamiaji, yani wao walifika walikuwa wakitoroka katika misafara ya watumwa, na hao ndio wale ambao walikuwa wakichukuliwa kutoka Afrika Magharibi na kupelekwa katika Amerika ya Kusini kwenye kwenda kulima huko na kufanya shughuli za uchimbaji madini. Kwa wengi walikuwa wapendi kupelekwa Amerika, wengi walikuwa wapendi kuchukua utumwa, na wengi walikuwa wapendi misafara ile ya utumwa. Kwa wengi wakawa wanaruka katika majahazi na kupiga mbizi mwisho wa siku na kufika katika kisiwa cha Jamaica. Kwa hiyo kuna Waafrika wale ambao waliweza kufika Jamaica kwa njia hiyo, ambao walifika kama wakitoroka katika misafara ya utumwa. Lakini pili, kuna Waafrika waliojipeleka wenyewe, kwamba watu wanaishi Afrika Magharibi na mwisho wa siku wanapata kusikia taarifa za kwamba kuna kisiwa ambako watu wanafanya kazi za kilimo. Kwa hiyo kuna baadhi ya Afrika ambao waliweza kuondoka Afrika na kuweza kuingia katika maeneo ya kisiwa cha Jamaica na kuweza kufanya shughuli mbalimbali za kilimo na zingine zilizoendelea. Lakini tatu, kuna Waafrika ambao walipeleka kama watumwa, kwa sababu shughuli hizi za kilimo cha miwa na ndizi kilikuwa kinahitaji wafanyakazi wengi sana, hasa watu tunasema cheap labor, wafanyakazi wa bei rahisi au wafanyakazi wa bei nafuu, cheap labor. Lakini pia haikuishia hapo, na hii ndio maana kukaa kuna mrundikano mkubwa sana wa Afrika kuweza kutolewa Afrika Magharibi na kupeleka maeneo ya visiwa vya Jamaica. Kwa namna hiyo tuliweza kuona kabisa
Hiyo ndio namna ambayo Waafrika waliweza kuingia katika kisiwa cha Jamaica. Kadri miaka ilivyozidi kwenda, Waafrika walizidi kuendeleza, Waafrika walizidi kuzaliana, Waafrika walizidi kuongezeka, na hii ikapelekea kabisa mpaka Jamaica inapata uhuru mwaka 1967. Asilimia 90 ya wakazi ambao wanapatikana katika nchi hii au katika kisiwa kile walikuwa ni wa Black African, Waafrika weusi au Waafrika. Na hii ndio ilipelekea sababu kwamba kuanzishwa kwa harakati mbalimbali za dini ya Rastafarian. Wakati ujao tutafahamu zaidi asili ya dini ya Rastafarian katika kisiwa cha Jamaica. Ni matumaini yangu mweza kujifunza machache kuhusiana na namna Waafrika walipoweza kufika katika bara la Amerika, hususan katika visiwa vya Caribbean, hasa katika kisiwa cha Jamaica. Leo hii tunafurahia muziki wa reggae, leo hii tunafurahia mambo mengi sana kutoka Jamaica, lakini kimsingi kwamba historia ya Jamaica ni ndefu sana, historia ya Jamaica inasisimua sana. Leo nimekuzungumzia namna watu wanaweza kuingia katika nchi au kisiwa cha Jamaica. Wakati ujao utajifunza asili ya dini ya Rastafarian katika kisiwa cha Jamaica. Ulikuwa nami mwanahistoria yako nguli Joseph Mayuni. Tukutane katika wakati ujao. Kwa heri.